Nitakuwa sina heshima nisipotumia nafasi hii kuwapongeza kwa dhati wa moyo wangu wanawake wa mkoa wa Morogoro wanayounganisha CCT katika mkoa huu kwa maono yao mazuri ya kuwaleta pamoja wanawake kutoka madhehebu yaliyo chini ya uvuli wa CCT. Haya ni maono yenye mzizi katika Injili yenyewe. Ni ushuhuda wa utii kwa sauti ya Bwana Yesu Kristo aliyoisema katika Injili ya Yohana sura ya 17 mstari wa 21, wote wawe na umoja. Amen, ninapenda sana hiyo. Umoja huu si hiari bali ni agizo la Kristo na alama ya kanisa lililo hai. Tukio hili si la kawaida, ni ishara ya neema ya Mungu inayotenda kazi katikati ya kanisa la Mungu na wanawake katika CCT mkoa wa Morogoro kwa ujumla wake. Niseme hongereni sana sana wanawake kwa kazi hii nzuri, lakini niwapongeze pia wakina baba kwa upekee wao. Ninawapongeza wababa kwa sababu wababa wangesema nyinyi msije, msingekuja mahali hapa. Hebu tuwashangilie wakina baba kwa kazi nzuri. Bwana, hawa walioko hapa ni wachache kati ya wengi. Manake ingefikia anajua kabisa kongamano ni saa 4, ndio anakuambia saizi hebu niandalie, nahitaji kahawa ninywe. Na wewe sasa ndio umejiandaa unataka kwenda, sema sasa wewe uchague mawili, basi huko kanisani au niandalie kahawa. Utaingia jikoni huku unalalamika, muda umefanya nini? Umepita. Lakini mliposema tuna kongamano, nasema nendeni. Wakina baba safi. Bwana, kwa hiyo niwashukuru sana wakina baba walioko mahali hapa. Hongereni sana sana sana. Na hii ndio kazi ya Yesu anaitamani. Yesu anatamani. Ndugu zangu, nimeielezea historia fupi ya CCT. Lakini CCT hii inawajumuisha watu gani? Maana inawezekana tunakutanika tu, lakini hamjui. Ukimwona mwenzako unashangaa, na muda mwingine unaenda kanisa ukashangaa huingii. Lakini ni watu gani wanaoitwa hawa CCT? Makanisa haya waasisi walikuwa watatu, ni Moravian, Anglican na KKT, ndio waanzilishi. Lakini leo hii tuna wanachama wengi ambao wameingia katika jumuiya ya Kristo Tanzania. Kuna AICT, African Union Church, tuna wa Mennonite, tuna Jeshi la Wokovu ambayo inaitwa Salvation Army Tanzania, tuna Methodist Church, tuna Kanisa la Mungu, tuna Presbyterian, tuna Baptisti, tuna Kanisa la Upendo wa Kristo wa Masihi. Lakini pia sambamba na hilo tuna vyama vya kimisionari ambavyo vinafanya kazi. Tuna Bible Society. Hawa wote wanafanya kazi. Tunapowaona hawa, sisi hatushangani, tunasema huyu ni MCCT. Ukienda mahali popote unasema hapa ninaingia, niko nyumbani. Ndio tunaunganisha kitu CCT. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana, kinatuunganisha pamoja. Dhamira yao kubwa, dira na dhamira yao. Dira ya CCT ni kuwa chombo cha kiukumene kinacholeta maendeleo kamilifu na endelevu kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Dhamira yake ni kudumisha umoja wa mwili wa Kristo na kuwaunganisha nguvu za kanisa katika kukabiliana na changamoto za kiulimwengu. Kwa hiyo mzee wangu pale, kaka yangu mzee Sihaba aliposema, ni kweli tunaunganishwa, ni kuimarisha umoja wetu. Na tunashukuru kwamba hatudharauliani, tunaheshimiana, tunakaa pamoja, tunakula pamoja, tunafurahi pamoja. Na Yesu mwenyewe ndio alisema wote wawe na umoja. Mara nyingi ninawaambiaga watu kwamba unajua huku duniani tuna haya madhehebu yote, lakini siku ya mwisho tunaenda kukaa nyumba moja. Na kinachotuunganisha, ninawaambia tusemege sala ya Yesu mwenyewe aliyotufundisha. Hebu tuseme kile kifungu cha kwanza. Baba yetu. Baba yuko wapi jamani?
Kwa hiyo sisi watoto wa baba huyu mmoja. Kwa hiyo tunawashukuru sana ndugu zangu. Huduma na utume wa CCT. CCT imeendelea kuwa chombo muhimu katika utoaji wa huduma za kiroho na kijamii kupitia vyombo vyake kama UKWATA na USF. Imekuwa ikiwalea vijana katika misingi ya imani. Vile vile kupitia programu zake imekuwa mstari wa mbele katika masuala ya haki, afya, elimu, ustawi wa wanawake na watoto na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Hii ni tafasiri rahisi kabisa ya Injili kwa njia ya matendo. Imani inaonekana kwa matendo na upendo. Kwa hiyo kazi ya CCT ni kubwa na inafanya kazi katika maeneo mengi, na sisi tumekuwa ni sehemu ya chombo hiki cha Injili kwa matendo, kuwahudumia watu wenye changamoto mbalimbali. Ndugu zangu, ninapomalizia kwa ajili ya kumkaribisha ndugu yangu mchungaji Hananja ili aweze kusimama, nipende niwakumbushe machache. Kwanza, kwa wanawake, mmepewa neema na heshima ya kipekee sana na Mungu. Ndani yenu mmebeba tunu za unyenyekevu, huruma na upendo, na hizo ndizo silaha za kiroho za kujenga familia na kanisa. Ninyi mna tunu kubwa ambayo Mungu amewapa. Hata hivyo, tunapaswa kujitathmini pale ambapo tunashindwa kuishi katika wito huu, hasa pale ambapo ukatili unaingilia katika familia zote. Na wasihi katika jina la Bwana, kongamano hili liwe mwanzo wa uponyaji wa mabadiliko. Tuondoe roho ya ukatili, tujenge roho ya upendo, msamaha na amani katika nyumba zetu. Italeta kitu kikubwa sana. Tunatafasiri kwa vitendo na kuwahudumia wenye uhitaji zaidi, kutimiza azma ya Yesu mwenyewe. Lakini jambo la pili, kwa kina baba ambao ni wanaume, wito wangu ni kuwa walinzi na walezi wa familia. Ninasema kwa uzito kama mchungaji, msiwaterekeze watoto wenu. Muda mwingine umezaa mtoto yuko mtaani huko, hajapata msaada wote, ameachwa. Mtoto anaishi maisha magumu, hawezi kupata jambo lolote linalotoka haki yake. Sasa watoto hawa wanaitwa watoto wa mtaani. Tangu lini mtaa ukazaa mtoto? Lakini kumbe changamoto tumewaacha, tumeshindwa kuwahudumia. Niombe tumie nafasi hii tukitambua kwamba watoto, kila mtoto ni zawadi na ana wazazi wake, anapaswa kulelewa kwa wito mtakatifu na wajibu wa kimungu. Familia imara kujenga kanisa imara, na kanisa imara kujenga taifa lenye hofu ya Mungu. Umuhimu wa umoja huu, ndugu zangu, umoja wetu kama kanisa ni ushuhuda kwa ulimwengu. Katika nyakati hizi zenye changamoto nyingi, kanisa linapaswa kusimama pamoja likiwa nuru na chumvi ya dunia. CCT ni chombo kinachowekwa na Mungu kwa ajili ya kusudi hili. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ndugu zangu, nimalizie kwa kusema, ninapenda kuhitimisha kwa kuwakumbusha kwamba kazi iliyo mbele yenu ni kubwa, lakini Mungu tunayemtumikia ni mkuu zaidi. Ametuita si tu kwa waumini, bali kuwa mashahidi wake katika dunia hii. Basi twenende tukajenge umoja, tukaimarishe familia, tukamtumikie Mungu kwa bidii na kwa uaminifu. Na kwa njia hiyo Injili inayohubiriwa, neno la Mungu linahubiriwa, litufanye sisi kuwa familia moja tunaojenga CCT katika mkoa wetu wa Morogoro. Ndugu zangu, niwatakieni ninyi amani na baraka za Mungu, na kuwa waaminifu katika kupokea na kusikia ujumbe wa Mungu utakaoletwa kwenu na mtumishi wa Mungu Mchungaji Richard Hananja. Na sasa
nimepewa wajibu huu, na kwa niaba ya mwenyekiti wangu wa Jumuiya ya Kristo Tanzania mkoa wa Morogoro, niwaombe tusimame sasa nitangaze kufungua kongamano hili. Basi ndugu zangu, kwa mamlaka niliyopewa na Jumuiya ya Kristo Tanzania mkoa wa Morogoro, na kwa niaba ya mwenyekiti wangu Baba Askofu Godfrey Sihaba, ninapenda kutangaza kwamba kongamano hili la idara ya wanawake CCT mkoa wa Morogoro limefunguliwa rasmi katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante. Asante sana Baba Askofu Pindua. Asante kwa ufunguzi mzuri. Mungu akubariki sana baba kwa ajili ya ufunguzi huo.